Tunashukuru Mungu sana kwamba tumerudi tena St. James kwa ajili ya ibada ya kipa imara maalum leo, lakini kwa ajili ya kusali na watu wa Mungu. Ninamtukuza Mungu kwa ajili yenu na kwa pamoja nanyi kwa kazi kubwa njema anazozifanya kati yetu. Nikubaliane na wale walioshukuru kwamba Bwana amesema tushukuru kwa kila jambo. Tunayo mengi ya kumshukuru Mungu kwayo kila siku iitwapo leo. Tungalia hesabu mambo yanayostahili shukrani zetu kwa Mungu. Wakati mwingine hata hatujui tunashukuru kwa namna gani. Na neno hili kushukuru maana yake haswa nini? Kwa ajili ya muda tuliopewa kwa ibada hii ya pili, niwaletee neno la Mungu kutoka Malaki sura ya 3, na tumesikia kutoka Ezra na katika Marko sura ya 8, Malaki sura ya 13. Katika maisha tunayoishi leo, ninyi nyote ni mashahidi. Je, umewahi kuambiwa au umewahi kusikia mtu fulani, ndugu yako, rafiki yako, au wewe unatumia maneno magumu sana, au ametumia maneno magumu sana, au maneno yako mbona magumu leo? Lakini katika Malaki sura ya 3:13 hapa tunayasikia, maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, tumesema maneno magumu au maneno juu yako kwa namna gani? Mmesema au mwenyewe Mungu anasema ama Bwana anatuambia maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu. Mtu anakuambia umetumia maneno magumu ndugu yangu. Umeniambia leo maneno magumu sana. Maneno magumu na maneno malaini na mepesi tofauti yake nini na tunajuaje? Lakini huyu sasa ni Bwana anasema na wana wa Israeli. Maneno haya aliyasema, kama mnakumbuka huko nyuma sura hii ya 3, alilalamika kwao akasema, tena anawauliza, hivi je, kweli mwanadamu anaweza muibia Mungu? Lakini katika kifungu tunachokiendea analalamiko, Mungu ni kama vile analalamika, maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini watu wale wa Israeli kama sisi wanauliza swali, yamekuwa magumu kwa namna gani? Tena tumeyasema maneno juu yako kwa namna gani? Je, ulitusikia tukikusema? Una ushahidi kwamba tumekusema? Unaweza kuyadhibitisha hayo? Na Mungu anasema ndio, naweza. Ninyi mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida. Naweza kudhibitisha. Juzi nilisoma kifungu hiki nikajihoji, ni kweli ni rahisi kusema Israeli hawana akili. Ni kweli ni rahisi kusema wale watu walipotoka. Lakini je, leo maneno haya ni ya kweli kwetu? Je, nimeyasema maneno magumu kwa Mungu au juu ya Bwana, na hasa kwenye eneo la utumishi wangu kwake? Je, nimewahi kulalamika kwamba kumtumikia Mungu hakuna faida? Ya nini nihangaike kumjengea Mungu? Ya nini mimi kila saa mnanihimiza? Kwa nini niache kazi zangu? Kwa nini nisiende mahali nimeitwa leo? Kwa nini nisifanye mambo niliyoyakusudia? Kwa nini nisipumzike wakati kuna baridi kali mwezi huu?
Kwa nini nisirefushe muda wangu wa mapumziko na ni siku isiyo na kazi? Anahoji swali na alafu anatoa majibu anayo. Swali ni kwamba maneno yenu ni magumu, alafu anasema, watu wanauliza kama sisi tu, wewe ulikuwa wapi jana? Sema kwa nini? Wewe ulifanya haya na haya, ulikuwa una ushahidi gani? Wewe kwa nini unanisema mimi? Unasema nilikusema kwa nani? Maana una hakika uliyasema sirini. Lakini Mungu anasema mwenyewe, mmenisema kumtumikia Mungu hakuna faida. Maneno hayo kwa Mungu ni magumu sana, anasema. Pili, tena mmesema, mbona sisi tumeenda mbele ya Bwana majeshi kwa huzuni na tumepata faida gani? Mbona tumetoa sana lakini tumepata nini? Tuliwahi kufanya sisi changizo. Kijana mmoja anamtambia mwenzake, na mgeni rasmi alikuwa mtu mkubwa, anamwambia, anatoa hela 800,000. Anamwambia, nikiita jina langu na bwana mkubwa nitatoa hii hela. Mwenzake anamwambia, hela unatoa kwa bwana, katoa. Akasema, ngoja kwanza. Kwa anakaa kwenye ukurasa wa kuonekana, yaani anajiweka weka ili aonekane na mkubwa, aonekane na wanadamu, aonekane na waheshimiwa, alafu ndio atatoa. Mwenzake anamhimiza, anamwambia, bwana toa hela, hii kazi ni jengo la Yesu, weka pesa kwa Bwana. Akutoa ile pesa, alirudi nayo nyumbani, lakini ilimtesa kwa miaka ya kutosha. Aliishiwa mpaka kazi hapati. Mwaka wa pili alikuja ofisini kwangu, akasema, baba nimekwama. Nini? Hajasema ile dhambi yake, maana anajua sijui, lakini anasema nimekwama. Kila nilipoomba kazi imekwama, kila nilipotafuta imekwama. Nikamuuliza, hivi hujafarakana na Mungu kweli? Maana ukifarakana na Mungu, ana namna yake, ana namna ya kutuadibisha sisi, ana namna ya kutushughulisha, ana namna ya kutufikirisha. Hawa watu wanasema, sisi tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake? Na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi, tumepata faida gani? Hawa watu wanajiuliza, na pengine na sisi ni hali kadhalika. Mimi nimekwepo hapa tangu hii kanisa inaanza kujengwa. Pesa inaendaga wapi? Asanteni mhasibu, mnatusomea. Na tunaiona tumeizika pale. Tena kwa majira tunayoishi, ndugu yangu, ukiweza peleka hela yako mbinguni, maana hujui utaondoka lini. Si unajua? Na ukiondoka, nimejifunza mwaka jana na mwaka huu, kumbe vyote unavyovifanya vinaweza kukaa hali ya ukiwa, na akiba yote uliyoweka hujui nani anachukua. Na hata kama ni mali nyingi kiwango gani, wako watu mimi nawajua wameondoka na walikuwa na mali tu nyingi. Nikawa nasema, Mungu, si ungetunong'oneza tupeleke, tuitangulize kule. Yaani nijenge kama ni jengo, kama nina uwezo, ili nikija nikute huko. Maana tukifika mbinguni hatujui yatakuwaje. Lakini amesema anatuandalia makao mwaka wa 2000 na kitu sasa, labda na 16. Anapoandaa makao yale, nikifika mimi, chumba changu kitakuwa cha hali gani? Na maisha yangu yatakuwaje kule? Na hawa jamaa nasema kumtumikia Bwana hakuna faida.
Tumeyashika maagizo ya Mungu. Kama ni kutoa tumetoa, kuomba tumeomba, kumtumikia tumefanya. Sasa tumepata faida gani? Maana sisi tunasubiri faida kwa umri wetu na kwa maisha yetu na kwa siku. Sisi tunataka leo asubuhi tupande mbegu na saa 8 mchana tunavuna. Hatutaki kusubiri umri wa kutosha. Hatuna subira hata kidogo. Tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake huyu Bwana wa majeshi? Na sasa twasema kwamba mbona wenye kiburi ndio waliona heri? Naam, watendao uovu ndio wajengwao. Naam, wamjaribio Mungu ndio waponywao. Hebu fikirieni watu wa Mungu. Haya maneno si magumu jamani? Au ni mepesi? Mbona mmenyamaza? Au uliyasema jana nini? Maana inawezekana wewe ni mmoja wapo. Haya maneno magumu mepesi. Hata wewe ukiambiwa ni rahisi haya maneno, wewe ni mtu mgumu sana. Hata mtoto kwa wazazi aseme binti moja alimwambia kama mama yake, ungechelewa hata mimi ningekuzaa. Si ni maneno magumu Na shida ni mama anamwambia wewe nimekuzaa nitakulani, na binti naye anasema hata wewe ungechelewa ningekuzaa, kwa sababu wameghadhibika. Na hili taifa, hawa watu wana ghadhabu, wanasema sisi tuna ushahidi wetu. Tumeenda mbele za Mungu kwa huzuni, tumepata faida gani? Na tumeyashika maagizo yake, tuna faida gani? Alafu sasa tunasema naam, mbona wenye kiburi ndio wenye heri? Mbona watendao maovu ndio wanaojengwa? Maneno magumu jamani. Ni kweli wanajengwa, lakini kwa kitambo kidogo sana. Ukiona mtu ana maisha unayoyadhani ni rahisi, omba Mungu. Usiyatamani ya jirani yako. Ukiona maisha ya jirani yako ni bora kuliko yako, kwa sababu tu ya namna anayaishi, na ukiyahesabu maisha kwa tafsiri ya vitu, nilipenda ule wimbo wa Trinity, wanasema hatuondoki mahali hapa. Alafu wanasema mahali fulani, wengine wanataja majumba, magari yao, lakini sisi jina la Bwana. Kwa sababu gari hiyo inaweza kuwa chanzo cha njia ya kwenda mbinguni kabla hujajiandaa. Si mnajua? Ukianguka na gari, nafuu anguke kwa miguu. Si ndio jamani? Ipi rahisi? Unakimbia kwa mguu alafu pua chini. Hapo kazi yako ni kuangalia nyuma nani amekuona na kulia. Lakini kwa habari ya gari hakuna hiyo. Na ukianguka na toyo ni nafuu ya bajaji. Kwa sababu bajaji walau ina mwili kidogo. Toyo mwili wake wewe. Si unaelewa hiyo? Watu wa Yesu, St. James. Je, umewahi kusema kumtumikia Mungu hakuna faida? Jiulize tu moyoni mwako, sio kwa kinywa. Na nilikuwa natafakari hivi, kusema ni mpaka nitamke, ni mpaka nimwambie mtu, au tu nikisema hii michango mimi nimechoka, si ndio hiyo yote? Ama nikisema mimi mchango wangu nimetoa, angalia wameanza tena leo. Ama nikisema siendi, basi siendi huko. Na unajua tunasema ni kama hatuna fedha. Kweli hakuna mwenye pesa duniani kwamba imetosha. Hatuna mwenye vitu duniani vimetosha. Hakuna anayejua kwamba nyumba yake ina vitu vya kutosha.
mpaka siku anahama kwenda nyumba nyingine ndio anajua anahitaji gari kubwa. Hata nimejifunza kwa nini tunahamaga usiku. Kwa sababu utakuta kiatu haina kamba, iko humo ndani. Makopo ya kimbo amehifadhi ndani. Au hamujahama nyumba Yaani nimejifunza, niko najiuliza kwani watu wanahama usiku? Kumbe vingine mchana watu watatucheka bure. Alafu mguu wa kitanda ulivunjika, nimeuhifadhi chini au kingine. Na beba na lori. Na nalipia ujue. Madumu ya mafuta ninayo. Mafuta ya kupikia si ninayo. Na kibombo ya maji. Kila kitu nimehifadhi. Kwa hiyo nyumba yangu imejaa. Na ukitaka kutupa nitakuuliza unapeleka wapi? Na nguo ya tangu nikiwa na inaitwa ile ni mita au yuko wapi? Mama Chilambilambi leo yuko wapi? Yule wale wafundi wanajua. Ukizungusha mtu ni mita au ni nini ile? Mita 5 au ni nini ile unazungushwa? Futi kamba. Haya, unafuti nguo ya tangu unafuti 28, uliweka kwa kuwa sasa una 50, bado iko ndani. Na huna matumaini ya kurudi 28. Hebu fikirieni watu wa Yesu. Fikiria. Huku tunasema kutumikia Bwana hakuna faida. Mbona wenye jeuri ndio wamejengwa? Mbona mwenzetu kafanikiwa? Na mimi nimeona kwa maisha haya kijana mwabudu Yesu, mshukuru Bwana, na kila mwaka shukrani kwa Yesu, hela inamuyumbisha, anaingia kichaka hajui. Hata mahali pa chakula inabadilika sasa. Alikuwa anakula na sisi watu wa kawaida, sasa hawezi. Hasa anaenda kula inaitwa Grand Malia, inaitwa nini ile kule Kijeni? Grand Malia. Anaenda huko kwa sababu na chakula sahani ni moja ila bei ni 60,000. Hii yetu ya 5,000 hawezi tena. Anasema hazi yake imebadilika. Sio wa hazi hiyo. Mnaelewa hiyo? Yuko bwana mkubwa mmoja hapa mjini alinipigia akasema, "Hapa askofu, hivi ugonjwa wa corona mbona unatutafuta sisi wakubwa na matajiri peke yetu?" Nikamwambia kwa sababu kinga yetu ni dhaifu sana. Ni kweli. Umewahi kutana na kichaa hospitali amepanga line? Hujawahi wewe madaktari? Umetibu kichaa ngapi? Malaria au typhoid? Kuna kichaa ana UTI? Unajua uko duniani ukipata fursa wewe tumika tu. Weka hazina yako mahali ambapo iko salama. Ili unaondoka huondoki huna matatizo. Huna matatizo. Mtu mmoja sitaji wapi niliambiwa alikufa. Moto uliunguza vibanda, kumbe alikuwa ameweka milioni 60 kibandani. Ilipoungua na yeye akaungua rohoni kafa. Hakupaki. Kwa sababu hazina yote ilikuwa hapo. Na kwa nini anaiweka kibandani? Kwa sababu kulikuwa na ile karatasi ile nini sheria ya 20,000 ya biashara chini ya milioni 4. Na ukiweka hela benki inafuatiliwa. Si mnajua hiyo kitu tulipita jamani. Wengine bado wanalaani Magufuli. Ameshaenda, usisumbuke na mtu wa watu. Mtu aliyeenda, si ameenda jamani. Ya kule ni ya Mungu. Yetu yako hapa. Tusifurahie walioenda mambo yao. Na nishukuru ile familia na nikawa nawaza hivi kweli. Kumbe iko siku tutaondoka. Yuko askofu rafiki yangu ameondoka na mkewe. Na wiki 2 kabla alikuwa ofisini kwangu.
kweli. Tunatanianaga tu. Siku ananitania, anasema bwana, ananitaga pacha, anasema pacha, umri umeenda ise. Nikamwambia umeenda wapi? Akasema siamini, nina 67. Nikamwambia ukiendelea kuishi 77. Kwa hiyo chagua, si hesabu miaka, ishi tu. Akasema sasa nitaachaje na sherekeaga mwaka wangu ukifika? Nikamwambia acha sherehe, ili wewe ishi tu. Umri sio miaka, umri unaosikilizia mwilini. Siku ukiona kusimama ni mpaka upate msaada, kama sio wa watu ni wa kitu, ujue mambo yako yamekaribia. Lakini ni kweli vijana waelewi, si anaruka tu. Wewe ruka, iko siku huruki mpaka unatafuta wapi upashike, ndio unaweza sasa kuamka. Sasa anasema hawa si wando wazimu, wanasema kutumikia Mungu hakuna faida. Sasa faida, alafu wanajitosheleza, wanasema kwani tulipata faida gani kwa kumtumikia Bwana wa majeshi? Si afadhali nile hii hela yangu, ukila alafu inakuaje? Nimepata faida gani? Heri ninunulie watoto wangu. Ina msaada gani? Sisi huku duniani Yesu ametupa neema ya ajabu sana. Amekujalia uishi maisha unayoishi ni kwa kitambo. Wakati una pumzi na uwezo wa kunena habari zake, ziseme kwa nguvu zote. Unaweza kumwimbia, imba kwa sauti zote, ili Mungu wa mbingu atukuzwe kwa ajili yako. Maana siku yaja haitoki sauti unayo. Hebu fikiria, mimi nilipigiwa na kijana wake nikiwa Morogoro kule, mkutano wa CCT. Asubuhi tena kwa simu ya baba yake, nikamwambia ndio Bishop. Akasema ni mwanawe. Nikamwambia yuko mkutano. Akasema yuko hospitali. Yuko anaumwa. Akasema tumpata shida. Nini? Mama amefariki jana. Kwa hiyo baba yangu akapata mshutuko, na sasa naye amelazwa Mount Meru, anakula oxygen. Anakula au nawekewa? Anatumia oxygen. Unajua kuisikiliza hewa oxygen si ni mzuri sio ya mashine. Ile nasikia inaingia baridi kwenye mishipa, ni wa kumulilia yuko huko. Sayo, nikamwambia pole sana mwanangu, nini imetokea? Akasema baba alikuwa amesema tukutafute, sasa hali yake sio mzuri kweli. Nikapigia maaskofu, mmoja akaniambia niliomba naye asubuhi, mwingine akanipigia mwenyewe akasema hali sio mzuri. Nikamwambia mbona nimeambiwa ameomba na Askofu Laiza. Nikampigia tena akarudi, akasema nimerudia njiani, ameshalala. Kwa wote wawili. Tena nikaombea wale wa askofu kule, jamani, hao waliombaga Mungu kwamba siku nye waume na wake zenu, chagua maneno naongea. Inawezekana akawa saa ya furaha fulani, nimekula nyama choma, namwambia wewe aisee, nimekupenda hata siku ya kufa, afadhali tufe wote tu siku hiyo. Inawezekana. Wewe mulagwa, simwambie mama kama tunaondoka twende wote. Kila mtu zamu yake. Nani tabaki na watoto? Kama kuna kuondoka, Yesu usituchukue wote siku moja basi, ili moja baki kidogo. Alafu pale chini Mungu anaendelea kuongea. Baada ya kumalizana, ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha kumbukumbu watu wa St. James kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake
nao wakawa, anasema watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo, naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye. Ndipo mtakaporudi, nanyi mtapambanua kati ya wema wenye haki na waovu, na kati ya wenye amtumikiaye Bwana na yeye asiyemtumikia Bwana. Mtapambanua ile siku. Kwa nini unasubiri hiyo siku? Anasema mimi siku ile nitawaita wangu, na kitabu cha kumbukumbu watu wa Mungu kinaandikwa. Kinaandikwa nini kile kitabu? Majina ya watu gani walionitumikia kwa unyofu wa moyo. Wale wasionitumikia kwa moyo na unyofu wa moyo, anasema mtaona ile siku nini kitatokea. Tena mahali pengine anasema huko nje kutakuwa na kilio na kusaga meno. Kusaga meno sijui hali yake ikoje. Meno mpaka yasagike, huo moto ni mkali ndugu yangu. Kweli. Na inawezekana hatujayaelewa bado mambo. Na kuna maneno tunayanena huku duniani kwa wingi sana. Tunasema makufuru mengi. Tunasema kama vile tuko salama, na wakati hatujui hali zetu. Ni rahisi kuyanena mambo juu ya wengine na kufariji wakati hali zetu za ndani hatuzielewi. Ni rahisi kumjenga mtu wa pili wakati hujajielewa bado. Yesu akusaidie. Chagua vyema. Kiasi usijali. Hata 2000 inajenga, wewe toa tu. Weka hazina mahali hapata haribika. Maana pale ataabudiwa Yesu mpaka atakaporudi. Wekezeni hazina zenu mahali salama, na Mungu atalinda mali zenu, atalinda watoto wenu, atatuepusha na maangamizi ya dunia. Na mimi nasema mbele za Yesu, hatuogopi korona ikija wala isipokuja. Kwa sababu gani? Kifo cha malaria hakina tofauti na cha korona. Cha ajali haitofautiani na korona. Kama ni kufa tutakufa tu. Lakini najua neno moja ya kwamba heri wafao ndani ya Kristo. Amen. Bwana iponye nchi hii. Jana nasikiliza BBC, mtu anahoji, anasema sasa hii wevi ya 3 imekuja tena mbaya, itaishaga wevu ya ngapi mwisho wake? Hii tayari na hii inaitwa sijui Delta, sijui inaitwa kitu. Wanabweka majina makubwa. Wanasema imeingia Marekani, inasomba waliowekwa kinga na wasiowekwa. Sasa kinga ya faida gani kama bado itanipata? Na nani awezaye kukimbia kirusi? Unajuaje unakokimbilia ndio iko upande huu? Na unawezaje kuizuia? Mungu atusaidie. Kweli. Kama barakoa, shona hata ya blanketi, weka tu, hakuna matatizo. Inasaidia. Kama nafuu kama ingeponya. Hakuna ajuaye. Naangalia mitandao, mambo ya mitandao siwezi kuamini. Lakini kuna mengi yanasema mpaka tumelewa. Na wanajua kabisa mwanadamu kichwa changu sio kubwa kiwango hicho. Wanashindilia tu. Na wanajua, wanasema miruzi mingi inapoteza mbwa hashiki mbigibigi hata kimona kwa macho. Maana haoni upande aliko. Kilele sasa nyingi huko duniani. Hawa wanasema inawasha mpaka balbu kinga. Hawa kila mtu ana yake. Wamtumikiao Bwana mtawaona siku ile kuu. Maana kitabu kinaandikwa cha kumbukumbu, asema Bwana. Na siku ile atasema walio wangu na kunitumikia mtawajua, na wasionitumikia
Yesu akusaidie ndugu yangu. Mimi nilishangaa ilivyo kwepesi kumtia moyo mtu mwingine kufanya mambo na wewe kwako magumu. Rahisi kuambia wengine, lakini ngumu kwetu. Hata faraja. Nisimuliwa ndugu wa mwili walitoka jioni nyumbani, rafiki, sio ndugu, marafiki, majirani. Alafu wakasema mama tunaenda mjini. Haya, wakaenda. Dakika 10 wakasema ajali imetokea ile gari. Alafu dereva amefariki. Dereva ni wenye gari wenyewe, ni mwenye gari ndio ametoka nalo. Sasa mama wa rafiki yake ambaye ametoka na huyu dereva akaombwa na mchungaji, nenda mwandae mwenzako mwambie. Akaenda kumfariji. Jamani, tumwamini Mungu tu. Yanatokeaga tu ni yetu. Anamwambia tumwamini Mungu kwa nini? Kwa kitu gani? Samahani, kuna habari imekuja, lakini jipe moyo. Wewe umeokoka dada. Okoka kitu gani? Ongea. Kisha akasema nani? Samahani baba, nani wamepata ajali, bahati mbaya mwenzako amelala. Akasema toka hapa, usiniambie mambo ya kulala. Mimi sielewi hiyo kitu. Akamwambia nani, si una roho wa Mungu? Mbona unalia kama asiamini? Akamtia moyo kweli. Wewe moja akafungua mistari. Heri wafu wanaokufa kwenye Bwana. Si wewe huyo ameogoka, unaogopa nini? Anasema toka hapa. Akawa analia, hajiwezi. Akahangaika. Yule anamwambia jamani, mimi sijaona mtu mwenye imani ndogo kama wewe. Huyu anasema sasa nitaishije? Watoto nitafanyaje? Nitakana nani? Yule anamwambia watoto, mama nani, si mimi nipo na baba, tutakutia moyo. Haielewekaji. Akang'ang'ana, anamtia moyo, haingii. Akamkumbatia, anasema mimi sasa ndio naenda kwapi? Nafanya nini? Itakuaje? Kwa nini aende huyo? Kwa nini jamani leo? Kwa nini hata ametoka? Huyo anamwambia jamani, mipango ya Mungu, mapenzi ya Bwana yatimie. Akasema yatimie kwako, sio kwangu. Unaniambia mambo ya mapenzi ya Bwana. Kidogo mchungaji huyo hapa. Mchungaji kidogo analetaga utulivu, si ndio jamani? Ndio akaingia, jamani Bwana asifiwe. Amina. Baba ameenda kweli, ameenda. Akasema samahani, naomba nikuone kidogo. Mama nani, wewe toka tupishe. Akampisha. Huyu anayempisha akamwambia mama, baba asante mchungaji, unisaidie. Naona dada imani yake imeisha kabisa, anaweza hata akakufuru, msaidie. Yeye akatoka kupisha mchungaji afanye ushauri wake. Ndio mchungaji akamwambia samahani. Akasema baba ndio hivyo, nafanyaje? Akamwambia usiogope, mumeo hajafa. Mumeo hajafa. Nimetoka huko, nimekuja kukuomba sasa. Mume wa mwenzako ndio alifariki, alichukua gari, yeye ndio alikuwa anaendesha. Sasa nisaidie kumwandaa